لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع والضلالات ونيران اللهم آمين. أحبة وأحباب رسول الله عباد الله، أولا أوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم من حيث أمرنا الله سبحانه وتعالى وحثنا في آياته كثيرة ومتعددة ومتنوعة. يقول الله تبارك وتعالى إن للمتقين مفازا، وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, vile vile kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ninyi pia katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Allah subhanahu wa ta'ala ametuhimiza katika aya nyingi na kutusisitiza na kutuamrisha ya kwamba hakuna mafanikio isipokuwa ni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, katika hutuba yetu hii ya leo tutazungumzia madakhilu shaitanu fi idlali al-insan, maingilio ya shaitani katika kumpoteza mwanadamu. Wa dhakarahu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi kitabihi al-Qayyim. Vile vile Ibn al-Qayyim akataja khutuwat au aqabatu ash-shaytan katika kitabu chake al-Qayyim ambacho amekiita Madariju Salikin. Ndugu yangu Muislamu, katika hili ambalo tunakusudia kulizungumza ni miongoni mwa kuelewa ya kwamba shaitan lahu fiqhun, shetani ana fiqhi, yani ana uelewa wa kujua vitu ambavyo vina madhara makubwa na vitu ambavyo vina madhara madogo, na akaona ya kwamba njia ya kwanza kabisa ni ipi ambayo akimkamata mwanadamu atakuwa amefaulu kwa 100%, na njia ipi ambayo inafuatia baada ya hiyo na nyingine. Kwa maana haya hawezi kuyafanya isipokuwa kwa kutumia fiqhi, kwa kutumia uelewa wa kujua kipi kitangulie na kipi kichelewe. Miongoni mwa mbinu ambazo anazitumia Ibilisi, mikakati ambayo anaitumia Ibilisi katika kuhakikisha ya kwamba amewatoa wanadamu katika njia iliyokuwa ya haki, katika njia iliyokuwa sahihi, nasema aqabatu al-kufri billah wa bidinihi wa liqaihi wa bisifati kamalihi wa bima akhbarat bihi rusuluhu anhu, kwamba
hatua ya kwanza ambayo anaitumia Ibilisi, aqabatul ula, hatua ya kwanza analenga ukafiri, kwamba anahakikisha ya kwamba mwanadamu huyu ameingia katika tendo la kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Aqabatul kufri billah, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wa bidinihi, na vile vile kuikufuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, zile ambazo ni sifa za ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kukataa kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, yani kupinga kuwepo kwa siku ya kiyama. Kwa hiyo mwanadamu anapokuwa anakataa kukubali siku ya kiyama, ina maana huyu tayari amemkufuru Allah. Binadamu atakaoikataa dini ya Uislamu, maana yake atakuwa amemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Atakayefanya matendo ya ukafiri atakuwa ametoka katika Uislamu, na atakayefanya matendo ya ushirikina atakuwa ametoka kwenye Uislamu. Kwa hiyo anafahamu Ibilisi kwamba hili nikifanikiwa katika hili, basi nitakuwa nimefaulu katika mkakati wangu na katika harakati zangu. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hasamehi dhambi ya kushirikishwa na yoyote. Anaweza kusamehe dhambi nyingine ambayo iliyokuwa chini ya ushirikina, iliyokuwa chini ya ukafiri. Mwenyezi Mungu anaweza kusamehe liman yashau, kwa yule anayemtaka, kwa yule atakayempenda, kwamba huyu kwa sababu ya mambo fulani fulani aliyoyafanya basi namsamehe. Na vile vile anaweza asimsamehe, lakini akamwadhibu, akampeleka motoni, lakini baadaye atakuja kutolewa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Ali Imran, wataqu nara allati uiddat lilkafirin, naogopeni moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya watu makafiri. Ina maana Muislamu kuingia kwenye moto wa Jahannam, waliyadhi billahi min dhalika. Hii tunaita kwamba ni kiherehere chetu cha kuweza kufanya yale ambayo wanayafanya makafiri, kufanya yale ambayo wanayafanya washirikina. Kwa hiyo na sisi tukifanya hayo tutakuwa tumeingia kwenye moto ambao si wetu, kwa sababu Allah anasema wataqu nara allati uiddat lilkafirin, naogopeni moto ambao umeandaliwa kwa ajili ya watu ambao ni makafiri, watu ambao wamemkataa Allah subhanahu wa ta'ala, watu ambao wamekataa kuishi kwa kufuata mfumo aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala katika surati al-Ahzabi, inna Allah la'ana al-kafirina, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewalaani makafiri, wa'adda lahum sa'ira, na akawaandalia moto wa sa'ir, khalidina fiha, na watakaa humo milele, la yajiduna fiha waliya wala nasira, na hawatopata katika huo moto wali, rafiki, kipenzi, wala wa kuwanusuru. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewalaani watu hawa, na Ibilisi laanatullahi alayhi alivyojua kwamba watu wakifanya ukafiri wanaingia katika laana, watakuwa ni watu wa kwenda motoni milele, khalidina fiha, watakaa motoni milele. Na hiyo ndio target yake, anajua kwamba nikimfikisha Muislamu katika hili, manake nitakuwa nimefaulu. Leo ni watu wangapi ambao wanafanya ushirikina kwa kwenda kwa waganga, kwa kwenda kupiga ramli, kwa kwenda kufanya mambo mbalimbali ya kutabiriwa, mambo ya mustakabali wao, mambo ya biashara zao, mambo ya shughuli zao za kimaisha, kwa kuona ya kwamba kuna mtu anayewaloga, kuna mtu anayewafanyia kadha wa kadha. Wayaqulu sallallahu alayhi wasallama, na Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad, rawahu Ibn Majah wa sawahu al-Albani. Yeyote atakayemwendea mtu anayedai anajua mambo yaliyojificha, mambo yaliyopita, wewe umepoteza kitu chako, anakuambia mimi naweza kukuambia,
mtu ambaye anajidai anafahamu mambo ya mustakbal, mambo yanayokuja, kahinan, wawe ni mtu wa munajim, mtu wa nyota na mfano wake kama hao, wapiga ramli wote hawa. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema fasadaqahu, akamsadikisha kwa yale anayoyasema, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, mtu huyu atakuwa amekufuru yale yote aliyoyateremsha Allah kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwepo Uislamu wenyewe, ikiwepo Qur'ani yenyewe ambayo imeteremka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya ni katika mambo ambayo Ibilisi anayachunga sana na anayaangalia sana, kwamba anahakikisha kwamba amfikishe Muislamu katika daraja hii ya ukafiri. Anajua ya kwamba hapa nitakuwa nimestarehe na nimepumzika, na yeye atakuwa ananisaidia katika harakati zangu. Ndugu yangu Muislamu, ukafiri, ushirikina, hii ni nukta ambayo ndiyo manabii walitumwa kuja kupigania Uislamu, kuja kulingania dini ya haki, wawatoe watu kwenye ushirikina, kwenye ukafiri. Na hii ndio Ibilisi anaifahamu, ndio sera ya manabii wote, ni kuwafanya watu wawe na akida sahihi, wawe na tauhidi, lakini yeye kazi yake ni kuwatoa waingie katika ushirikina. Ibilisi laanatullahi alayhi akishindwa katika hatua hii, anateremka katika hatua ya chini yake. Wanasema aqabatul bid'a, naye ni hatua ya bid'a. Kwa sababu katika bid'a, imma mtu ambaye atakuwa katika bid'a, imma bi'itiqadi khilafu al-haqi, akaitakidi kinyume na haki inavyotakiwa, alladhi arsala Allahu bihi rasulahu, haki ambayo Mwenyezi Mungu amemtuma kwayo mtume wake, yeye akaitakidi kinyume nayo. Wa anzala Allahu bihi rasulahu kitabahu, na haki ambayo anzala Allahu bihi kitabahu, na haki ambayo Mwenyezi Mungu ameteremsha kwayo kitabu, wewe ukaitakidi kinyume na kitabu cha Allah. Wa imma bitaabudi, ima kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, bima lam yanzal bihi, kwa kile ambacho, bima lam yadhan bihi, kwa kile ambacho Mwenyezi Mungu hajaidhinisha kwayo, wewe ukawa unafanya ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Min al-awda'i war-rusumi al-muhdatha, miongoni mwa mitindo ya ibada ambayo imezuliwa, au arusumi manake ni vitu ambavyo ibada za rasmi, mtu akawa anamwabudu kwa mfumo rasmi, anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, amejiwekea kama ndio utaratibu wake, lakini sio alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, sio alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam. Almuhdathati fi din, vitu ambavyo vimezuliwa katika dini. Allati la yaqbalu Allahu minha shay'an, vitu ambavyo Mwenyezi Mungu hatokubali chochote katika hivyo. Kwa hiyo Ibilisi naye akajua ya kwamba mtu akiwa anafanya bid'a anaitakidi kuwa ni dini, kwa hiyo hawezi kutubu. Ndio maana baadhi ya wanachuoni wanasema albid'atu ahabbu ila al-iblis min al-ma'siyah, bid'a inapendeza zaidi kwa Ibilisi kuliko maasi. Akiwepo Imamu Thauri anasema kwamba bid'a inapendeza kwa Ibilisi, yani katika maasi ambayo mtu anayafanya yanayomfanya Ibilisi apendezewe nayo ni matendo ya bid'a. Na angalieni watu wa bid'a wanaoyafanya, wanaitakidi kwamba wanafanya dini, kwa hiyo hataweza kutubia mpaka siku yake ya kufa. Na imekuja katika hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna Allaha hajaba tauba ani sahibi bid'a hata yada'a bid'atahu, sahahu al-Albani. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amezuia toba kwa mtu wa bid'a mpaka pale atakapoiacha bid'a yake, mpaka pale atakapoiacha bid'a yake. Lakini kama anaendelea na bid'a yake, manake hatokubaliwa toba yake,
hatokubaliwa yale anayoyafanya kwa kutubia mpaka akubali kuacha bid'a. Na watu wa bid'a pia wanaacha, wana wengine wanatubia, wanarejea katika sunna. Imekuja katika Khawarij ambao walitoka dhidi ya Imamu Ali radhiallahu anhu. Ibn Abbas alikwenda akawalingania, wakarudi katika wale waliokuwa wamejitenga watu 2000 au zaidi, wengine wanasema 4000, wengine wanasema kadha. Kwa hii ni kuonyesha ya kwamba watu ambao wanashughulika na mambo ya bid'a, wapo ambao wanaweza wakafikishiwa ukweli na wakaweza kuutambua na kuufahamu na kuacha zile bid'a zao na wakarudi katika haki, na mtu akisharudi katika haki atasamehewa madhambi yake. Kwa hiyo yule ambaye anaendelea kung'ang'ania katika bid'a, na tufahamu ya bid'a pia zinatofautiana viwango. Kuna bid'a ambazo ni za kiitikadi, ambayo itikadi yenyewe kiitakidi tofauti na iliyokuwa dini ya Uislamu, manake imekutoa kwenye Uislamu. Ni wangapi leo wanaitakidi kwenda kuwaomba masharifu waliokufa wako kwenye makaburi, na kwamba huko ndio kufanya wasila, kutumia wasila kwa wale walio karibu na Mungu kupeleka shida zao, na wanasema sisi hatufanyi ushirikina. Bali tunawaeleza hawa kwa sababu walikuwa ni masharifu, walikuwa ni watu wema, walikuwa wako duniani, tunawasiliana nao, wanatusaidia, wanatuombea dua. Kama sasa hivi wamekufa, ina maana wako karibu zaidi na Mungu. Huu ni ushirikina, lakini umekuja kwa sura ya kibida. Na bid'a kama hizi, maanake hizi zinamtoa mazima mtu kwenye Uislamu, kwamba mtu huyu hawezi kubaki salama katika Uislamu wake. Na ndio maana Ibilisi alivyoona kwamba akikushindwa kwenye ukafiri ulio wazi, akakushindwa kwenye ushirikina ulio wazi, basi anashuka kukuleta kwa kujinasibisha na dini, kwamba wewe ni mtu wa dini lakini unafanya bid'a. Unafanya bid'a. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, jihadhari na kufanya bid'a. Jihadhari na kufanya yale ambayo hakuyafanya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Usifanye mambo kwa kumwangalia shekhe wako kwamba hili shekhe wangu analifanya basi litakuwa ni sunna. Unachotakiwa ni kuhakikisha hichi anachokifanya shekhe wako, je, Mtume alilifanya? Aqulu qawli hadha astaghfirullah alazim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, amma ba'd. Ahibba wa ahbaba rasulillah, ibadallah, nazungumzia aqabatu shaitan fi idlal al-insan, hatua au mbinu, mikakati ambayo anaifuata shaitan katika kuwapoteza wanadamu. Tumetaja miwili, tuongeze mwingine wa tatu. Miongoni mwa vitu hivyo anasema aqabatu al-kabair, ni hatua ya ile ambayo mtu kufanya madhambi makubwa. Mtu ambaye anafanya madhambi makubwa, yani akikushindwa kwenye bid'a, umeshikamana na sunna mashallah, kwenye ukafiri amekushindwa, anakuja kwenye madhambi makubwa. Anaweza akakwambia bwana, wewe una tauhidi bwana, una akida, una nini bwana, hata hayo ukiyafanya kwako sio issue bwana. Na anakupa muda kwamba usitubie haraka katika maasi, katika yale unayoyafanya katika madhambi makubwa. Wewe hautoleta toba, utakuwa unachelewesha toba yako. Na yeye anajua kabisa katika haya ninaweza nikafaulu katika yale ambayo ni madhambi makubwa. Haya madhambi makubwa tunazungumzia madhambi yale ambayo hayamfikishi mtu, hayamtoi mtu kwenye Uislamu, ila kama yeye atahalalisha. Kwa sababu kuna madhambi ambayo asili yake sio ukafiri. Mfano kama kuiba ni haramu, kunywa pombe ni haramu, lakini mtu akinywa pombe haihukumiwi kwamba ametoka kwenye Uislamu, ila akiitakidi ya kwamba kunywa pombe ni halali, sio haramu, amebatilisha hukumu ya Allah, ameingia kwenye ukafiri. Ameingia kwenye ukafiri.
Kwa nini? Kwa sababu ameitakidi. Lakini kama amehalalisha kwa kitendo, kwa kufanya peke yake, kwa sababu hata ukiwa umefanya manake umehalalisha, lakini ukiitakidi ya kwamba ni halali kuiba, ni halali kunywa pombe, na wakati Mwenyezi Mungu ameharamisha, manake hii inakufanya utoke kwenye dhambi kubwa ambayo haijafikia daraja ya ukafiri, inakufanya utoke uende kwenye dhambi ambayo imefikia daraja ya ukafiri. Ndio maana katika ile aya aliyosema Mwenyezi Mungu, inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Hakika Mwenyezi Mungu hasamehi dhambi ya ushirikina, anasamehe dhambi iliyokuwa chini ya kiwango cha ushirikina, chini ya kiwango cha ukafiri. Hiyo ndio Mungu anaweza kumsamehe mtu siku ya kiyama akiwa hajatubia, amekufa nayo. Lakini kiwango ambacho ilikuwa ni dhambi kubwa tu, ukaipandisha daraja mpaka ikawa katika daraja kubwa. Mfano katika zama zetu hivi sasa, watu wanabeti. Kubeti ni kamari. Kama wewe unabeti na unajua kwamba hii ni haramu, manake ile ni dhambi kubwa unaifanya. Kama unabeti, unacheza kamari, unaitakidi kuwa kucheza kamari ni halali, kubeti ni halali, manake wewe umempinga Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umetoka katika daraja ya kufanya dhambi kubwa, umefanya dhambi ya ukafiri, umefanya dhambi ambayo hautasamehewa lau kama utakufa. Kwa sababu Allah anasema, ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu. Enyi mlioamini, hakika ya pombe na kamari, kubeti na kupiga ramli na kuabudu masanamu ni katika kazi ya sheitani, ni uchafu wa sheitani, jiepusheni na kazi hiyo ili muweze kufaulu. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Wanakuuliza kunako pombe na kamari, kubeti nini, ambapo hizo zina manufaa kwa watu lakini madhara yake ni makubwa. Kwa hiyo kamari, kubeti ni haramu, ni katika madhambi makubwa. Na kushabikia hizo timu ambazo zimedhaminiwa na kamari na kubeti, na wewe unaingia katika madhambi makubwa. Na kama unaona kwamba ni halali, basi na wewe umehama kwenye daraja ya kuwa kwenye madhambi makubwa, umeenda kwenye madhambi ambayo ni ya ukafiri, madhambi ambayo yanakupotezea imani yako, uislamu wako, na ukifa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala huenda ukawa hauna chochote katika amali njema. Waliyadhi billahi min dhalik. Leo ni waislamu wangapi ambao wanayafanya haya kwa kuitakidi kuwa ni halali? Ni wangapi leo waislamu wanafagilia mpira kila wakati, wanasikitika kwa timu kufungwa kila wakati, lakini hawasikitiki kwa juu ya dini yao kurudi nyuma? Fikira hizo hawana. Mpaka kuna siku moja mzee mmoja anatembea na kinoti buku, anaulizwa, mzee, hicho kinoti buku unaandika nini? Anasema, hii inaandika magoli ya Yanga, ili kujua imefunga na magoli mangapi. Yani wewe badala ya kutembea na notebook unaandika hata mawaidha, hata nasaha, hata kadha, unatembea kuandika magoli ya timu. Haya ni katika madhambi makubwa. Katika jambo lingine, akishindwa katika hilo, anakuja kwenye aqabatu saghair. Mkakati wa 4, anakuja kwenye mlango wa madhambi madogo. Tofauti kati ya madhambi makubwa na madhambi madogo, baadhi ya wanawachuoni wanazungumza kama kumetajwa kwenye tendo fulani utakwenda motoni, ujue hiyo ni dhambi kubwa. Ikitajwa laana kwenye kitendo fulani, ujue hiyo ni dhambi kubwa. Ikitajwa hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue hiyo ni dhambi kubwa. Ikitajwa utaadhibiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hilo ni katika madhambi makubwa. Na kubwa zaidi yale ambayo yamewekewa kiwango cha adhabu. Mfano, mtu akiwa amekunywa pombe anatakiwa apigwe bakora 40 au 80. Maanake imetajwa hadi ya kupigwa, maanake hii ni dhambi kubwa. Hii ni dhambi kubwa. Tariku swala, mtu aliacha swala. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, madhambi yoyote ambayo yametajwa laana ndani yake,
ujue ya kwamba hayo ni madhambi makubwa. Yaliyotajwa hadi maalum, kiwango maalum cha kuadhibiwa, ujue hiyo ni katika dhambi kubwa. Na yale ambayo hayajatajiwa vitu hivyo vinabaki kuwa ni katika saghair. Lakini wanawachuoni wanasema ya kwamba kuna baadhi ya nyakati madhambi madogo pia yanapanda daraja. Miongoni mwa vitu vinavyosababisha madhambi madogo yakapanda daraja kuwa ni kubwa, miongoni mwayo ni al-israru, ni kuendelea juu ya kuifanya ile dhambi. Dhambi ilikuwa ni ndogo, lakini ukawa unaendelea kuifanya ile dhambi, inabadilika kuwa ndogo, inakuwa ni dhambi kubwa. Akitaja mfano huu Sheikh Uthaymeen siku moja akiuliza katika darasa lake, anauliza kwamba je, jamani, kunyoa ndevu ni dhambi kubwa, ni dhambi ndogo? Wakasema ni dhambi ndogo. Lakini ukiendelea kunyoa kila siku itakuwa bado ndogo, imekuwa kubwa. Kuvuta sigara ni dhambi ndogo, ni dhambi kubwa? Sema ni dhambi ndogo. Lakini ukiendelea kuvuta kila siku sio dhambi ndogo, kwa sababu tukitafuta adhabu iliyotajwa ya mvuta sigara hatuipati. Kwa hiyo inabakia kuwa ni dhambi ndogo. Lakini kama utakuwa ni endelevu, unatumia kila siku, unavuta kila siku, matokeo yake imebadilika kuwa dhambi ndogo, imekuwa ni katika dhambi kubwa. Chukua tu kama unachukua kisu butu ukawa unasugua shingo yako kila siku daily, haitafika mahali umetoboa. Ulikuwa unasugua kidogo kidogo, lakini jinsi utakavyokuwa unaendelea itafika mahala umekata shingo. Kweli kusugua ilikuwa watu hawaoni kama ni tatizo, lakini ikifika mahala umekata shingo sio tatizo. Kwa hiyo kuna watu wanayatafsiri madhambi madogo, wanayachukulia kwamba ni madogo na wanaendelea kuyafanya na hawajali na hawabali, lakini ni katika vitu ambavyo vinapandisha daraja ya madhambi. Inapandisha daraja ya madhambi, inakufikishia kwenye kuwa hilo ni dhambi kubwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, iyyakum wa muhaqarati dhunubi, jiepusheni na kudharau madhambi madogo madogo, kwani hayo madhambi madogo madogo unayafanya yatajikusanya kwako wewe, mwisho wa siku yanakuangamiza. Leo unaweza ukakoka moto mdogo tu, lakini mwingine akaleta mti, mwingine gogo, mwingine kadha, vimti vikaletwa vingi, ule moto utakuwa ni mkubwa, hautakuwa ni moto mdogo tena, kwa sababu tumekusanya vitu vingi vingi. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, fahamu na ujue ya kwamba katika madhambi madogo ukiendelea kuyafanya kila wakati, yanatoka kwenye udogo wake yanakuwa ni madhambi makubwa. Ndugu yangu Muislamu, haya ni mambo ambayo Sheitani anayatumia kama sehemu ya kuhakikisha kwamba mtu huyu amempata, hata kama kwa namna yoyote ile, asikukose kabisa. Kwa hiyo ni wangapi leo, sina muda wa kuweza kuyataja madhambi madogo yote, lakini nimetaja sample aina ya madhambi ambayo yanachukuliwa kuwa ni madogo, lakini mtu akaendelea kuyafanya na mpaka anaona ya kwamba yeye hastahili kupewa mawaidha. Kama unataka kutoa mawaidha, wafuate watu ambao wanakunywa pombe, wafuate watu ambao wako kwenye kula mirungi, labda huko kuvuta bangi, wale ndio wanafanya madhambi makubwa. Unahangaika na mimi bwana ambaye naswali, nafanya ibada. Kuna mtu mmoja aliswali, amekuta imamu ameswali raka 2, yeye amekuja raka 2 za mwisho. Akaulizwa, "Shekhe, mbona hujamalizia raka 2 bwana, na wakati huo umepitwa raka 2?" Akasema, "Shekhe, umekosa watu wa kuwalingania. Mimi nimeswali 2, kuna watu hawajaswali hata hizo 2. Ungewafuata kule nje. Mimi nimeswali." Kwa hiyo anaona kwamba yeye ametekeleza sana, amefanya ibada. Lakini ambaye ni mbaya zaidi ni yule aliyoko nje, ambaye hajafanya chochote. Lakini kumbe na wewe ukiendelea na dhambi ndogo kuifanya, mwisho wa siku dhambi ile inakuwa. Muda wetu haturuhusu, kwa hiyo zimebakia hatua zingine kama 3 biidhnillah tabaraka wa taala. Kama tutapata fursa nyingine kumalizia fabi ya neema, kama la zitamaliziwa
hata na mashekhe wengine. Allahumma taqabbal minna innaka anta samiul alim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha maulaha. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin. Allahumma ansurna wansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimis salat.